Thank you Kenyans and good evening. Kwanza mimi nataka kujumuika na Wakenya wengine. Mimi nimeitwa Kiprono Kutuni kutoka kule Rift Valley, kule Uasin Gishu. Na ningependa kujumuika na Wakenya wengine ambao wanaendelea kuomboleza kifo ya mashujaa wetu ambao walianguka kwa ndege helicopter crash ambayo ilifanyika kule Nandi last week, ambayo ilimuua kiongozi ambaye anaitwa Johana Ngeno Kibiegon kutoka kule Emuru wa Dikir kule Narok. Mimi nataka kutuma rambirambi zangu kwa watu wa Narok, kwa watu wa Emuru wa Dikir, kwa watu wa jamii ya Kipsigis na kwa watu wa jamii ya Kalenjin na Kenya mzima, kuambia kwamba pole sana kwa kumpoteza kiongozi na wale the other 5 generals ambao walikuwa kwa ndege pamoja. Kifo cha Johana Ngeno kimetupiga sana, kimekuwa pigo kwetu kwa sababu yule ni kiongozi ambayo alikuwa na mahono kama kiongozi wa jamii ya Kipsigis, na pia alikuwa kiongozi kama jamii ya Kalenjin. Mimi nilimjua kiongozi Ngeno I think last year hapo March, na alikuwa kiongozi mwenye roho mzuri, kiongozi ambaye alikuwa anaelewa mambo ambayo watu wanataka, kiongozi ambayo alikuwa anaongea na kusimama na watu. Mimi nataka niambie watu wa Narok ya kwamba muko na Mungu, na watu wa Emuru wa Dikir Mungu aendelee kuwafariji na kuwapa nguvu. Johana Ngeno, mambo ambayo amefanya ni mingi. Tuliona siku ile ambao watu wa Hangata Barakoi walitolewa kule kwa shamba yao. Ni Johana Ngeno ndiye alienda akasimama pale, akaonana na polisi mmoja kwa moja na akawaambia polisi ya kwamba hamuna ruhusa kutoa watu kule Hangata Barakoi. Ni kiongozi pekee ambaye ameonekana akisema kule Transmara, akisema ya kwamba haki ya Kipsigis itunzwe kule Transmara. Ni kiongozi pekee ambaye ameonekana kutembea Kalenjin mzima. Ukikompea wale viongozi ambao apart from president, wale viongozi ambao wamekuwa na sura ya jamii ya Kalenjin, moja ni yule ambaye amelala anaitwa Johana Ngeno. Kwa sababu kani? Ngeno amekuwa akitembea kila mahali. Ngeno alikuwa kule Uasin Gishu, akakuwa kule Kericho, akakuwa kule Baringo, kule Elgeyo Marakwet, kule Nandi, kule Trans Nzoia, huku Bomet, huku Narok, mpaka kule Kapchorwa Uganda. Huyu ni kiongozi ambaye hakuwa na bakua, ni kiongozi ambaye hakuwa na chakua anaenda wapi. Ni kiongozi ambaye alisimama na wale ambao waimbaji, wale waimbaji wa chini, wale waimbaji ambao wachulikani. Alikuwa ni kiongozi ambaye alipenda grow the talents na akawasaidia sana wale watu ambao walikuwa wanaimba. Tunajua kwamba kila mtu amekuzwa na kifo cha Ngeno, lakini tunasema ya kwamba familia ya Ngeno, watoto wa Ngeno, wale watu wa Emuru wa Dikir, wale watu wa Narok na wale watu wote wa jamii ya Kalenjin, poleni sana. Mungu atawalinda na Mungu na wafariji. Nikiendelea, mimi nataka kuomba jamii ya Kalenjin kama kijana moja na kiongozi kutoka huko ya kwamba please, wakati huu si wakati wa uhasama. This is not the time of fighting. Wakati huu si wakati wa siasa. Nimeona viongozi wengi pale wanaenda wanasiasa, wanajaribu kupata ile inaitwa political mileage kwa Kiingereza. Mimi nataka kuwaona niwaambie kwamba mtu yeyote asijaribu kutumia kifo cha Mheshimiwa Ngeno kugain political mileage. Kwa sababu gani? Sisi hatupendi tukisikia mtu akisema yule ni Munandi, yule ni Mukipsigis, yule ni Mutugen. Hapana. Sisi wote ni jamii ya Kalenjin. Sisi wote ni watoto wa mama moja. Papa wetu ni moja. Sisi wote ni wa Kalenjin. Ngeno alikuwa ni mtoto wa jamii ya Kalenjin, si jamii ya Kipsigis peke yao. So mimi nataka kuomba wale wote ambao wanajaribu kutumia kifo cha Ngeno kugain political mileage ya kwamba sisi hatutakubali. Sisi tunataka legacy ya Mheshimiwa Ngeno ikuwe protected. Sisi tunataka kutafuta kiongozi ambaye atafit kwa shoe ya Mheshimiwa Ngeno na kuensure ya kwamba ile mambo ambayo jamii ya Kalenjin ilikuwa inataka ifanywe itafanywa. Si ndio? Nikienda kwa mambo mengine, mimi nimeona hii maana ya ODM imeleta shida sana hii Kenya. Na kama mimi naona ya kwamba ODM ilifika mwisho. Mimi kwa sababu ukitazama ama ukiangalia historia ya vyama katika nchi, kulikuwa na chama ambayo ilikuwa inaitwa KADU. Kukakucha KANU. Baada ya KADU ikasimama kidogo, alafu KANU ikaingia pale. KADU ikasaulika kabisa vile mzee Jomo Kenyatta aliaga dunia. KANU pia ikaendeshwa na Moi mpaka 2002. Baada ya Moi kutoka kwa uongozi na baada ya Moi kuaga dunia, mzee Moi, KANU ikaenda. Hivyo basi ODM itakuwa kama KANU. Jubilee ilienda. So hii kitu
mwanzilishi wa ODM ni Raila Odinga. Kwa hivyo Raila Odinga yuko, inamaanisha kwamba ODM haipo. Wale ambao wameachwa hawana maoni, hawaelewi ni nini ODM ilikuwa ni wapi ODM ilikuwa inaenda, hawaelewi ni nini ODM ilikuwa inataka, kwa sababu yule ambaye alikuwa anaelewa ODM hayuko kwa sasa. Tukisema ODM imekawanyika, ODM isha. Kwa sababu gani? Ukiona yule kiongozi, wale viongozi wawili ambao wanaitwa sijui Sifuna na Babu, the young tax wale, na the old guards ambao ni akina mzee Oburu Odinga na akina Wanga, kila mmoja ako na interest yao. Wale wengine wanasema wanasimamia wananchi, au wengine wanasema wanataka power. Sasa ni lini mtaelewana? Kwa sababu hata kama mnataka power, ni lazima muelewane, ni lazima mkue kama kitu moja. Mimi nataka niwaambie watu wa ODM hivyo. Mzee Oburu anasema anataka power, lakini mimi kwa sababu natoka jamii ya Rift Valley na president anatoka huko, mimi pia tunasema ya kwamba kama unataka power, kwa sababu pia sisi tunaomba presidency. William Ruto anaomba president, na tumeona 2027 mambo si kuzuri, so pia sisi lazima tuende ground. Lakini ndio ukupewe power, lazima tuambie vizuri ni nini unaleta kwa meza, ni nini utakuja nayo kwa meza, ni kura ngapi ambazo utasileta kwa meza, ni nini hiyo utaongeza kwa meza. Lakini kupewa power bure ni ngumu. Hata Mheshimiwa Kindiki anajua kwamba asipoleta impact kule Mount Kenya, akiwaja Gachagua afanye hiyo mambo anafanya Mount Kenya, anaradicalize watu pale Mount Kenya. One time ukiingia hapa Ruiru, ukiingia hapa Kiambu, one time. Lakini hatuoni Kindiki akisuppress hiyo voice. So Kindiki akishindwa kusuppress the voice of one time hapa Mount Kenya, pia yeye atatolewa, kwa sababu sisi tunataka mtu ambaye yako na impact. Gladys Wanga, mkishindwa kupanga chama cha ODM, my friends, msifikiria kuna power inapeanwa hapo. So mimi nataka kuambia ODM, it's now either time mkubaliane, Oburu Odinga uongee na vijana wadogo wale ambao Babu na Sifuna, muingie mkae chini kwa pamoja, na pia mkue mnasema kwa lugha moja, kwa sababu sisi tukiingia 2027 rais candidate wetu ni William Ruto, na kwa sababu tunataka William Ruto apate kura, aende second term. Sisi tunasema kwamba tunataka yule deputy ambaye ataleta impact. Na impact hapa ni numbers. Kama huwezi sanya watu, kama huwezi convince watu, please, huwezi pata. Nikimalizia, kwa sababu tumeona mambo ambayo yanaendelea hapa na kule. Kuna mambo ambayo mimi nimeona zi mazuri. Na kwa sababu serikali ni kubwa. Na serikali iko na viongozi. Kuna viongozi ambao wamelala kwa kazi yao. Tukiongea sasa hivi kule Middle East, kuna vita inaendelea kati ya Israel, Iran na USA. Na hiyo vita inatumia bombs. Watu wanapigwa, manyumba zinapigwa. Sisi hatujawaona waziri yule wa Foreign Affairs anaitwa Musalia Mudavadi akitoka nje watuambia kwamba ni Wakenya wangapi wameumia kule Middle East. Ni Wakenya wangapi wamepoteza maisha kule Middle East. Ni Wakenya wangapi wako kwenye hatari kule Middle East. Lakini sijui ni kwa nini na Musalia Mudavadi tulimpea nafasi asaidie William Ruto, lakini watu wetu wanaumia huko nje, na yeye atoe hata report moja atuambia kwamba how is it going in Middle East, kwa sababu tunasikia tuko na watu kule Dubai, kule Qatar, kule Iran, lakini hatujasikia ni nini kuna vita na hatujui watu wetu wako aje. So tungetaka serikali ikuje kwa limelight ituambie tulikuwa na watu wale, watu ambao wamepoteza maisha ni hawa, kwa sababu tunataka kujua, ndio at least wale wazazi wajue. Ya pili, mimi ningeomba wale ambao wanafanya execution ya government. Kuna mambo ambayo imeendelea hapa Gikomba. Wale wanabiashara ambao wanataka kutolewa Gikomba kwa sababu wamekuwa pale kwa miaka mingi. Hata ingawa serikali kuna kitu inataka kuchenga pale, wameweka budget kule, si mbaya. Lakini watu ambao wanataka kutolewa Gikomba waambiwe wataenda wapi. Kwa sababu huwezi toa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya biashara pale, they are earning something, a living kule Gikomba, alafu unataka kuwafukuza bila kuambia wanaenda wapi. Sisi tunataka kuomba Mheshimiwa Rais ya kwamba please Mr. President, even kama eviction itafanyika pale, watu waambiwe wanaenda wapi, kwa sababu watu wengi pale Gikomba wanatumia pale kama kupata chakula, kama kupata malipo ya shule, kama kulipa nyumba na kuishi ile hali ya maisha. So mimi ningeomba ya kwamba tutulize amani, tukue watu wa amani. Waziri wa Interior pia afanye kazi yake. Kuna mawaziri ambao wafanye kazi, kuna mawaziri ambao wako slow, lakini tutaangalia
kwa sababu tunataka mambo ifanywe. Unajua hii maneno ya kupromise, kulaunch, kupromise, launching, promise, launching bila kuexecute inaleta shida Kenya hii. Inaleta shida kubwa sana Kenya hii. Tumeona waziri wa interior ajetuambia ni nini. Mbona watu wanatupwa tear gas kila mara wakifanya mkutano ya kisiasa? Mbona msichana anapigwa risasi hapa Uruma na tuna Hansas? Mbona pale Kisii magari zinachomwa na tuambiwi ni nani? Kama wanasema ni stage manage, serikali iko na mkono mrefu. Hao watu washikwe. Hata kama ni opposition, hata kama ni watu wa government. Tuliona pale Witima, kuna watu walipigwa risasi, wa mama na watoto wakapigwa risasi pale. Na hiyo ni makosa kubwa sana, ni makosa jinai. Kwa sababu tukiendelea hivyo, tunaendelea kuharibia jina Mheshimiwa Rais. Tunaendelea kuharibia jina Mheshimiwa Rais. Kwa sababu watu wanapigwa, tunawaacha hivyo. Na hii nchi itakuja kuwa police state ama inakuwa goon state. Kwa sababu tukialau goons kila mahali, hata mpaka kwa kanisa goons. Viongozi lazima waelewe kwamba walikuwa elected ndio at least wafanyie kazi wananchi. Si at least si kuprotect their interest. Mimi nataka kuambia viongozi wote ambao wako nchi ya kwamba ni wakati sasa mfanyie kazi wananchi or you ship out. 2027 tutawanyorosha. Asante, may God bless you.